Kwa taarifa nilizonazo mimi, huyu Miles Dawes anayetajwa kuondoka ndani ya Simba kama scout wa kuscout wachezaji ambao watakuja kuitumikia Simba, amekuwa akipendekeza wachezaji, majina ya wachezaji ambao anataka wasajiliwe ndani ya Simba, lakini wale wachezaji wakawa hawasajiliwi. Na miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi kuwapendekeza ni Pacome Zouzoua, Stephen Aziz Ki, Atonga Kwasi, na wengine wengi ambao wamewahi kuhusishwa na Simba lakini wakawa hawajasajiliwa. Kwa huko nyuma aliwahi kupendekeza wachezaji ambao hawakusajiliwa. Lakini kwa nini anaondoka kipindi hiki? Inawezekana ameona mazingira yaliyopo ndani ya Simba sio rafiki kwa yeye kuendelea kufanya kazi. Lakini kwa nini aondoke wakati huu? Ni kwa sababu ni kwenye muda ambao kumekuwa kuna sitofahamu ya vitu vingi. Ana simu wa mwalimu amekuwa recruited ambaye hakidhi vigezo vya kukaa kwenye benchi la ufundi kwenye mashindano ya kimataifa, kitu ambacho inawezekana hakipo kwenye himaya zake, lakini kwa sababu yeye mwenyewe amesema uelekeo wa club kwa sasa hivi hauko sambamba na uelekeo wake, kwa hiyo anaamua kuondoka kwa sababu uongozi ulioko sasa hivi unaipeleka timu kule ambako yeye haamini kama watafikia kwenye mafanikio. So mimi namuelewa kwa nyakati hizi ambazo yeye ameamua kuondoka baada ya kuona uongozi uliopo madarakani hautekelezi kile ambacho anadhani wanaweza kafika sehemu ambayo anadhani wanapaswa kufika. Kwa hiyo ameamua kuchukua sideway. Lakini kama itakuwa ni kwa sababu anapendekeza wachezaji hawasajiliwi, atakuwa amechelewa sana, kwa sababu taarifa zilizopo zaidi ya misimu mitatu au zaidi ya madirisha matatu ya usajili alikuwa akipendekeza majina, lakini yale majina aliyopendekeza hayasajiliwi ndani ya Simba. Kwa hiyo mimi nitalichukua hili la kwamba uongozi wa sasa hauendani na kile ambacho yeye anachokifanya. Sasa ni kwenye maeneo gani? Kwa sababu tayari alishapendekeza majina ya wachezaji, wale wachezaji wameshasajiliwa, wapo ndani ya klabu ya Simba. Kilichotokea ni nini? Maybe kuna vitu ambavyo ni vya kimikataba ambavyo vimeingizwa vipya kwake, au nobody knows, inawezekana mkataba wake umemalizika lakini wakamwekea mkataba mezani ambao hauendani na kile ambacho maybe yeye anafikiri kinapaswa kuwa, ndio maana anaamua kuondoka. Lakini always mtu anayekuwa anaondoka lazima atatoa sababu ambazo zitamfanya yeye aendelee kuwa safe side na ile profession yake iendelee kuwa kwenye sehemu salama. Kwanza mchezaji kwenda kufanywa trial na Simba sio kosa la chief scout. Inawezekana ni mapendekezo yake au ni mapendekezo ya mwalimu baada ya kuambia kuna mchezaji fulani. Unajua sometimes unahitaji kufanya kazi na watu wanaokuamini. Kama aliwapelekea majina viongozi kwamba kuna mchezaji huyu hapa, halafu kocha akasema hapana, lazima nimuone. Kwanza kocha hana kosa, kwa sababu hawezi kupitisha jina la mchezaji ambaye yeye hajamuona au hamfahamu. Na kama ni Miles mwenyewe aliamua kupendekeza mchezaji afanye majaribio, na yeye pia atakuwa ni tatizo, kwa sababu yeye ana jicho la kiufundi la kumuona huyu mchezaji anafaa au hafai. Lakini kama mwalimu atasema huyu mchezaji afanye trial, pia Miles hana kosa wala mwalimu hana kosa, kwa sababu kama mtu ambaye anapaswa kupitisha nani asajiliwe na nani asisajiliwe, hawezi tu kumwamini. Yani mimi nikaya hapa ni muamini tu mtu ambaye ananiletea kwamba huyu hapa tumsajili. Lazima na mimi nijiridhishe, nimuone kwamba ana uwezo wa kuja kuofa kile ambacho kama mwalimu ninakihitaji. Kwa hiyo kama tutaamua kusema Miles Dawes amefail, tunaweza tukakubaliana, kwa sababu wachezaji waliokuwa wakisajiliwa kwenye hichi kipindi hawakuisaidia Simba kupata mafanikio. Kwa hiyo yeye scout na wenzake waliokuwa wanashirikiana kwenye usajili watakuwa wamefeli wote kwa pamoja, na kama ni kufanikiwa watakuwa wamefanikiwa wote kwa pamoja, lakini kwa jibu la haraka, kwa sababu mafanikio ni kutoa makombe. Benchi yake yote wale ambao walikuwa wanahusika kwenye scouting wamefeli.